Basi yapo maneno unaambiwa lisilowezekana linawezekana. Yupo mwanamama kutoka nchini Namibia ambaye ameweka rekodi ya kiaina. Rekodi hiyo ni kubwa, baadhi ya mataifa makubwa ulimwenguni yameshindwa, lakini yeye ameweza. Basi hatuwezi kulisahau jina la Netumbo Nandi-Ndaitwah ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1952 tarehe 29 Oktoba. Ana master degree ya diplomatic studies kutoka chuo kikuu cha Keele University UK. Rais wa kwanza mwanamke nchini Namibia aliyeingia madarakani baada ya kushinda uchaguzi kwa 57% tu ya kura. Alizaliwa Namibia, mkoa wa Oshana. Safari yake ya kielimu inajumuisha mataifa United Kingdom na Soviet Union, lakini pia ana postgraduate diploma in international relations ambayo alipata Keele University UK mwaka 1987 na postgraduate diploma in public administration and management ambayo alipata Glasgow College of Technology nchini Scotland mnamo mwaka 1988, diploma and work of practice of Communist Youth League ambayo alipata Lenin High Cosmo High School Moscow huko Urusi USSR. Ana tuzo ya heshima ya udaktari aliyotunukiwa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam 2024 Tanzania. Basi nataka nikwambie kwamba alishika nafasi mbalimbali za kisiasa na kuitawala nchi hiyo, zikiwemo nafasi za ubunge, uwaziri wa wizara mbalimbali, na kubwa ni ile ya umakamu wa rais ya mwaka 2024-25. Netumbo Nandi-Ndaitwah mwenye umri wa miaka 73. Netumbo Nandi-Ndaitwah mwenye umri wa miaka 73 ndiye rais wa kwanza mwanamke wa Namibia. Aliingia madarakani mwezi Disemba 2024 baada ya kushinda uchaguzi wa 57% ya kura, huku mpinzani wake Ndeleni Itula akipata 26%. Tangu akiwa na umri wa miaka 14 amekuwa mwanachama wa chama tawala cha SWAPO, yani SWAPO, hatua iliyomjengea historia ndefu ya kisiasa nchini humo. Mwanamke huyo aliongoza taifa lake katika hatua muhimu ya kulipa deni lililobaki, yani $23.9 katika shirika la fedha duniani IMF, hivyo kuongeza uhuru wa kifedha kwa nchi hiyo. Kukamilika kwa deni hili limeongeza kutajwa zaidi katika uhuru wa nchi hiyo kwenye sekta finyu, yani sekta ya kifedha. Na Namibia inakuwa ni miongoni mwa nchi chache duniani ambazo zimekuwa na uhuru wa kifedha, yani kutokuwa na deni lolote kwenye benki kuu ya dunia, na kuipa serikali nafasi pana zaidi ya kuelekeza rasilimali zake katika miradi ya maendeleo ya ndani. Hatua hii imepokelewa kama ushindi mkubwa katika usimamizi wa fedha za umma nchini humo, yani uongozi uliopo umeonyesha ni namna gani uongozi ulivyo. Umekuwa mfano bora katika baadhi ya nchi ulimwenguni, huku mataifa makubwa yakipongeza nchi hiyo na kuonesha udhibiti wa mwanamke wa kwanza wa Afrika. Alionyesha kipawa, uwezo, juhudi na jitihada katika kuleta maendeleo makubwa ya taifa hilo, ikionyesha udhibiti wa kiuchumi wa nchi hiyo katika ukanda wa kusini mwa Afrika. Hii ni The Rain Media. Bonyeza alama ya kengele kuzidi kupata habari kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, vile story kubwa za kimataifa, basi utazidi kuzipata hapa ukibonyeza alama ya kengele.